Dua mbaya ya Anko T kwa sasa ni kumwombea Gigy Money aweze kuachika kwenye ndoa yake, na kwa mujibu pia wa alichokizungumza Anko T ni kwamba hii ndoa ni ndoa ya mchongo, ni ndoa ya kupangana na ndoa ya kutengeneza kiki ndani ya Tanzania yetu. Lakini walisia kwa mujibu pia wa Sheikh Walid, Sheikh wa mkoa ambaye amefanikisha jambo hilo la Gigy Money kuweza kuingia kwenye ndoa, alizungumza na kufanya pia tathmini ya kile ambacho ameweza kukiona kwa Gigy Money baada ya kufanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa rasmi. Na ilinukuliwa kwamba Sheikh Walid, Sheikh wa mkoa ambaye kafanikisha kila jambo kwa Gigy Money na Lecton kuingia kwenye ndoa, ni kwamba Gigy Money ameingia kwenye ndoa kwa lengo la kubadilika na lengo la kutulia na kufanya maisha yake ambayo kiuhalisia ni maisha yake mapya ndani ya mwaka 2026. Lakini kwa Anko T, kwa mujibu wa maelezo yake, anadai kwamba hiyo sio ndoa ya kweli, ni ndoa ya mchongo, na hata kama ikiwa ni ndoa ya kweli basi ameipa muda, kwamba ni ndoa ambayo haitaweza kuchukua muda na ni lazima wataachana tu. Sasa ukimsikiliza Anko T, hayo ni mawazo yake na ni maoni yake, lakini tutarudi katika uhalisia kwamba Anko T na Gigy Money tayari walishakuwa na ugomvi kwa kipindi cha nyuma na mpaka wakajibishana, na ikumbuko Gigy Money pia akamtukana sana Anko T na kulikuwa na mtiti na ugomvi mkubwa sana kati ya Anko T na Gigy Money. Lakini kwa hivi sasa huwezi ukaona kwamba Anko T akimsupport Gigy Money wala Gigy Money akimsupport Anko T. Kwa hiyo wawili hawa kama wameingia kwenye funga ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi naweza nikasema kwamba labda walikuwa wanapoteza muda, kwa sababu huwezi kuingia kwenye mfungo ili hali pia ukawa na kinyongo na mtu, na ndio hicho ambacho kinajitokeza kwa Anko T na Gigy Money. Anko T bado anamchukia Gigy Money na ndio maana anamwombea dua ambayo kiuhalisia sio dua nzuri. Gigy Money kwa sasa anahitaji kubadilika, anahitaji pia kuishi maisha yake mapya, na ndio maana akaamua kukubaliana na kila hali halisi yoyote itakayoweza kutokea. Lecton sio kama labda ana hela, labda ni mwanaume ambaye pia anaweza akasaidia pia maisha yakawa ni mazuri zaidi kwa Gigy Money. Yani Gigy Money na Lecton, mtu ambaye naweza kusema kwamba labda akafaidika na msaada wa kipato, basi ni Lecton kusaidiwa na Gigy Money. Kipato cha Gigy Money na kipato cha Lecton, yani 100% inajulikana kabisa kwamba Gigy Money amemzidi mbali sana kipato kaka yetu Lecton. Lakini mwisho wa siku ni mapenzi, ni maamuzi, na ni swala ambalo pia ninaamini kwamba kwa Lecton pia sio mbaya, kutokana kwamba pia imeshawahi kutokea pia watu mbalimbali ambao kiuhalisia umri ambao alionao pia Whozu na Wema Sepetu ndo yale umri alionao Harmonize na Kajala ni vitu tofauti. So ni issue ya kawaida, na ikumbuko pia hata kwa kipindi ambacho ilisha kumtokea kaka yetu Diamond na Zari the Boss Lady, umri kidogo ulikuwa ni tofauti. So tusishangae kwa Lecton pia kuingia kwenye ndoa na Gigy Money kwa sababu ya issue ya umri. Kwa hiyo ni issue ambayo inaweza kuonekana ni ya msingi, ni swala tu la mahusiano yao kuweza kuingia katika malengo, na hapo Anko T ndo alipokataa na anapoona kabisa kwamba hawa watu wanajisumbua. Kama ni issue ya ndoa, wamewasumbua watu, wamemsumbua Sheikh, na anaamini kabisa kwamba ndani ya miezi mitatu basi ndoa ya Gigy Money itakuwa tayari imeshakufa. Na mashabiki baadhi ambao pia wanaungana na kauli ya Anko T pia wanakuambia kwamba mpaka inafika mwezi wa 6 basi majibu yatakuwa yameshapatikana kati ya Gigy Money na Lecton. Sasa nikupe nafasi kwa wewe msikilizaji, kwa upande wako wewe unahisi upande wako karata yako inaenda kwa Anko T ama inaenda kwa Lecton na Gigy Money, kwamba je, wataachana ama wataendelea kudumu katika ndoa yao kati ya Lecton na dada yetu Gigy Money? Tukutane kwenye upande wa comment.